Ni Biomedia kwa mara nyingine tena, mtazamaji popote pale ambako unaendelea kufuatilia taarifa mbalimbali. Karibu sana. Tuangazie yale makubwa kabisa ya kihabari ambayo yameweza kujitokeza katika wigo wa habari na matukio. Mhabarishaji langu jina ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike lakini pia kucomment. Tuangazie taarifa ambako mwanadada Mange anatoboa siri chanzo cha kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Idi. Wabunge wanazidi kuisha, nasi tunasema RIP, apumzike kwa amani. Ni mbunge wa viti maalum ambaye alikuwa akiwakilisha kundi la wafanyakazi wa sekta binafsi na umma, Halima Idi, ambaye amefariki dunia siku ya leo Jumapili Januari 18, 2026 akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Taifa Muhimbili, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Taarifa za kifo cha mbunge huyo zimetolewa rasmi na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu, ambaye amesema taifa limepata pigo kubwa sana kutokana na kuondokewa na kiongozi huyo aliyekuwa akiwatumikia wafanyakazi wa sekta binafsi na umma kupitia nafasi yake ya uwakilishi bungeni. Spika Zungu amesema marehemu alifariki dunia akiwa chini ya uangalizi wa madaktari bingwa katika hospitali hiyo, na kwa mujibu wa taarifa hizo, mazishi ya Halima Idi yanatarajiwa kufanyika siku hii ya leo Jumapili katika makaburi ya Kibada kwa Dole, wilaya ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, kufuatia taratibu za kidini na kifamilia. Spika Zungu pia ameeleza kuwa bunge limeshirikiana na familia ya marehemu katika maandalizi ya mazishi hayo. Lakini pia Halima Idi alikuwa ni mbunge wa viti maalum aliyepata nafasi ya kuwakilisha kundi la wafanyakazi wa sekta binafsi na umma, ambapo katika kipindi cha utumishi wake alijikita katika kupigania maslahi ya wafanyakazi, haki za ajira, maslahi ya kijamii pamoja na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Ameelezwa kuwa alikuwa miongoni mwa wabunge waliokuwa wakichangia hoja mbalimbali zenye lengo la kuboresha mazingira ya kazi na maisha ya wafanyakazi nchini. Na katika taarifa yake, Spika wa Bunge amesema Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaungana na familia, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu katika kipindi hiki kigumu cha majonzi, huku akiwataka Watanzania kudumisha mshikamano na amani. Lakini pia ameongeza kuwa kifo cha mbunge huyo ni hasara kubwa sana, si tu kwa bunge bali pia kwa wafanyakazi na jamii iliyokuwa akiitumikia. Viongozi mbalimbali wa serikali, wa bunge pamoja na wadau wa sekta ya kazi na ajira ameendelea kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha Halima Idi, wakimtaja kama kiongozi aliyekuwa mchapakazi, mnyenyekevu na mwenye msimamo katika kutetea haki za waliomchagua na kumwamini. Lakini mara tu baada ya taarifa hizo za msiba, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi, iko video ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii, anasikika akisema kuwa kifo ni kifo tu, msilete taharuki mitandaoni, mbona Gen Z walikufa pia? Sasa baada ya kauli hiyo, wadau walimvaa na kumwambia kuwa siasa haiwezi kufanya kama anavyotaka awe afanye yeye, so arudi tu kwenye udako, so asiwe ana dandia vitu ambavyo havimuhusu. Kiukweli anaonekana kutia sana. Kwa sasa kila mtu yuko busy sana na masuala yake, hawezi kumuendesha kama ambavyo alifikiri ataendesha. So afate tu yale ambayo yanamhusu. Hizi zimekuwa ni kauli za wadau mara tu baada ya kuzungumza kauli ya mwanadada Mange kwamba kifo ni kifo, wasilete taharuki katika mitandao ya kijamii, mara tu baada ya kutangazwa kifo cha mbunge wa viti maalum Halima Idi. Bunge linatarajiwa kutoa ratiba ya shughuli za kuaga mwili wa marehemu pamoja na taratibu nyinginezo za maombolezo kwa heshima ya mbunge huyo, huko Tanzania wakikumbushwa kuendelea kuliombea taifa na familia ya marehemu katika kipindi hiki kigumu. Raha milele umpe Bwana, na mwanga umwangazie wa milele. Apumzike kwa amani, nasi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa hii. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kupata update nyinginezo za taarifa mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D. Bye bye.